Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwamba ametupa neema na kibali cha kuona mwezi huu wa 4, na nilitaka nilete kwako mambo machache ya kuombea mwezi huu wa 4, na ni muhimu sana kuombea na kukabili mwezi huu wa 4 kwa maombi. Yako mambo ya msingi ya kuombea katika mwezi. Kila unapopewa mwezi ama unapopewa wiki ama unapopewa siku, kapata neema ya kuanza siku yako. Sianze siku pasipo maombi. Nimekuwa nikituma maombi ya kuimiliki siku yako kila wakati, lakini pia unapoanza wiki, pata nafasi ya kuimiliki na kuitawala wiki yako kwa maombi. Na sasa Mungu anapotupa mwezi, tunapokuwa na neema ya kuwepo kwenye mwanzo wa mwezi, tuna nafasi ya kumiliki na kutawala mwezi kwa maombi. Sasa mwezi huu Mungu ametupa neema ya mwezi huu, Mungu ametupa neema ya kuwepo katika mwezi huu. Nataka tukabili mwezi kwa maombi. Nataka tuumiliki na kutawala mwezi huu kwa maombi. Nataka tarehe 1, tarehe 2 na tarehe 3, hizi siku 3 ziwe ni siku zetu za kuomba. Na tunaomba nini? Tunaomba kwa ajili ya kuombea mwezi huu wa 4. Uwe ni mwezi wetu wa baraka, uwe ni mwezi wetu wa neema, uwe ni mwezi wetu wa kibali, uwe ni mwezi wetu wa kuinuliwa, uwe ni mwezi wa Mungu kufanya mambo makubwa na ya ajabu katika maisha yetu. Kama ukuona upenyo mwezi wa kwanza, mwezi wa 2 na mwezi wa 3, usikate tamaa. Mungu ametupa tena mwezi huu wa 4, ile kwamba uko juu ya uso wa nchi, ile kwamba una afya, ile kwamba unatembea, ile kwamba hata kama unaumwa uko kitandani, lakini Mungu amekupa nafasi ya kuona mwezi huu wa 4. Kuna mema Mungu anakwenda kukutendea. Iko baraka, iko neema ambayo Mungu anakwenda kukutendea. Kwa hiyo nakukaribisha mtu wa Mungu, omba maombi yako ya kumaanisha. Lakini katika siku hizi 3 unaweza kufunga, unaweza kuomba, usiache kuomba na usiache pia kuwatumia watu maombi haya, kwa sababu ninaamini kwa maombi haya kuna watu ambao Mungu anakwenda kuwafungulia milango ya baraka kwenye mwezi huu wa 4. Kupitia maombi haya kuna watu hawana kazi, Mungu atawapa kazi. Kupitia maombi haya kuna mtu hana mume, lakini Mungu anakupa mume wako mwezi huu wa 4. Kupitia maombi haya kuna mtu ambaye hajui ataanzia wapi na kumalizia wapi, lakini kupitia maombi haya Mungu anakusaidia na Mungu anakufungulia milango. Nataka kusoma kitabu cha Hezekia, ile sura ya 1 mstari wa 1. Hezekia sura ya 1 mstari wa 1, maandiko yanasema, ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa 4. Mwezi wa 4 unatajwa kwenye Biblia. Mwezi wa 4, siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. Mwezi wa 4 mbingu zilifunuka. Huyu mtumishi wa Mungu Ezekieli anasema nikaona maono. Mbingu zilifunuka kwake kwenye mwezi wa 4, siku ya 5. Na mimi nataka niombe prophetically kupitia ujumbe huu kwamba mwezi huu wa 4 mbingu zifunuke kwenye maisha yako. Mwezi huu wa 4 ukaone maono ya kimungu. Mwezi huu wa 4 ukaone maono, ukapate mwongozo, maelekezo ya kiungu kwenye maisha yako. Mwezi huu wa 4 mbingu ziwe wazi. Nataka tuombe, umwambie Mungu, mwezi huu wa 4 mbingu zako zifunguke kwa ajili ya biashara yangu. Mbingu zako ziwe wazi kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya ndoa yangu. Mbingu ziwe wazi. Lakini anasema nini kwenye kitabu kingine cha Yeremia sura ya 52? Yeremia 52 mstari wa 6, Biblia inasema, katika mwezi wa 4 siku ya 9 ya mwezi, njaa ilizidi sana ndani ya mji, hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Njaa ilizidi kwenye mwezi wa 4. Huku kwenye kwenye kitabu cha Ezekiel anasema mwezi wa 4 mbingu zilifunuka. Lakini huku kwenye kitabu cha Yeremia anasema mwezi wa 4 njaa iliongezeka. Maana yake ni kwamba katika mwezi wa 4 kuna mema, kuna baraka, kuna mazuri, kuna furaha, kuna amani ambazo Mungu amezikusudia kwa ajili yetu. Lakini upande wa pili adui amekusudia kuleta njaa.
adui amekusudia kuleta uharibifu, adui amekusudia kuleta hasara, adui amekusudia kudhulumiwa, adui amekusudia magonjwa. Mwezi wa 4 kuna vitu adui amekusudia, lakini kuna vitu Mungu amekusudia. Kuna mtu ni mzima kabisa, lakini adui amekusudia huu mwezi aachilie mabaya juu yako, aachilie magonjwa juu yako. Kuna mtu ni mzima kabisa, lakini mwezi wa 4 adui amekusudia upate ajali, ikuvuruge, ikuharibu kabisa maisha yako. Kuna watu wanaanza mwezi huu wanatembea, lakini mwezi utaisha hawatembei. Kuna watu wanaanza mwezi wa 4 hapa wakiwa wana furaha na amani, lakini kuna watu watamaliza mwezi wakiwa hawana furaha na amani. Manake ni kwamba unapokuwa umeuanza mwezi huu, usifikiri kwamba adui amelala. Adui hajalala, adui anatazama, anakusudia kuachilia mabaya, anakusudia kuachilia uharibifu. Mnaanza mwezi wa 4 mna furaha na amani kwenye ndoa yenu, lakini adui anakusudia msimalize mwezi mkiwa mna furaha na amani. Mnaanza mwezi wa 4 mkiwa mnapata faida kwenye biashara, lakini adui anakusudia usimalize mwezi wa 4 ukiwa ni mtu unayepata faida. Unaanza mwezi wa 4 ukiwa umelala kitandani, adui anakusudia umalize mwezi wa 4 ukiwa haupo duniani. Kumbe Mungu anakusudia umalize mwezi wa 4 ukiwa mzima, ukiwa mwenye afya njema, ukiwa umenyanyuka kitandani. Nataka tuende mbele za Mungu kuukabidhi mwezi huu mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tunakuomba mwezi huu ukawe ni mwezi wa furaha na amani. Mwezi huu mbingu zikafunguke kwa ajili yetu. Mwezi huu tukauone mkono wa Bwana. Wewe ambaye huna kazi, nataka nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, mwezi huu Mungu naomba unipe kazi. Huu mwezi wa 4 hautaisha bila mimi kuwa na kazi. Wewe ambaye huna mchumba, mwambie Mungu, mwezi huu wa 4 hautaisha bila mimi kukutanishwa na mume wangu ama na mke wangu. Wewe ambaye hauna biashara ya kufanya, mwambie Mungu, mwezi huu wa 4 hautaisha bila kuwa nina biashara ya kufanya. Wewe ambaye ujui una madeni ambayo ujui utaanzia wapi na kumalizia wapi, mwambie Mungu, mwezi huu wa 4 hautaisha. Wewe ambaye unahitaji kupandishwa promotion na cheo, mwambie Mungu, mwezi huu wa 4 usiishe bila kupandishwa hicho cheo. Wewe ambaye una kesi mahakamani ambayo haujui hiyo kesi utaishindaje, utamalizaje, mwambie Mungu, mwezi huu wa 4 usiishe. Ninapoanza mwezi huu wa 4 usiishe nikiwa niko kwenye kiwango nilicho nacho. Wewe ambaye uko tu hujui kwamba hiyo biashara wateja watatoka wapi, mwambie Mungu, sitamaliza mwezi wa 4 nikiwa na hali hii nilio nayo. Mwezi wa 4 unipe wateja kutoka kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, mahali ambapo unaonewa na kudhulumiwa. Mwezi huu wa 4 Mungu akupe haki yako, Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Nataka tuende mbele za Bwana, mtu wa Mungu, kila mmoja wetu mdai Mungu kile ambacho unatamani ya kwamba Mungu akutendee, Mungu akufanyie, Mungu akuonekanie, Mungu asikuache, Mungu asikupungukie. Hata kama ni mgonjwa unanisikiliza, uko kitandani, mwambie Mungu, mwezi wa 4 hautaisha nikiwa nimelala kitandani. Huu mwezi hautaisha, huu mwezi wa 4 uishe. Utakuwa umeniinua, utakuwa umeniponya, utakuwa umenisimamisha, utakuwa tayari umeshanitendea muujiza. Nataka uombe maombi hayo na nataka uamini pamoja nami ya kwamba hakika ndani ya mwezi wa 4 Mungu anaenda kukutendea, Mungu anaenda kukufungulia milango, Mungu anaenda kukubariki, Mungu anaenda kukurejeshea zile baraka zako, Mungu anaenda kukupa neema na kibali cha kumiliki na kutawala kwenye mwezi huu wa 4. Ni mwezi ambao sio mwezi wa kawaida kwetu, ni mwezi ambao mbingu za Bwana zinaenda kufunguka kwa ajili yako. Twende mbele za Bwana kwa ajili ya kutakasa mwezi huu wa 4, alafu tutaomba. Baba, asante kwa uaminifu wako, asante kwa damu yako iliyomwagika msalabani, damu yako inayotakasa, damu yako inayohuisha, damu yako yenye nguvu na uweza, damu yako yenye mamlaka. Asante kwa sababu Mungu umetukirimia neema na kibali cha kuona mwezi wa 4, Bwana, na hilo jambo hatulichukulii kawaida. Tunajua ni kwa neema na kwa upendeleo mkubwa kabisa. Asante kwa sababu umetupa hiyo nafasi. Nami Mungu ninaungana na mtu yeyote ambaye anaungana nasi kwenye maombi haya, mahali popote alipo ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Tunaungana mikononi mwako Jehova, tukiomba toba, tukiomba rehema, tukiomba msamaha kwenye madhabahu yako. Mungu ukatutakase, Mungu ukaturehemu, Mungu ukatuishe, ukatusamehe Bwana, ukatuishe na ukaturehemu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaomba toba mikononi mwako, ili maombi tunayoomba mahali hapa yakapate kibali madhabahuni pako Mfalme. Uturehemu na kututakasa, utuishe Bwana, utuishe Mungu wetu.
wetu uliye hai, utuhuishe Mungu wetu uliye mtakatifu, utuhuishe Mungu wetu mwenye nguvu na uweza na mamlaka. Damu yako Jehova, damu yako Yesu Kristo, damu yako Mungu mwenye nguvu ikanene mema kwa ajili yetu na kwa ajili ya kila mmoja ambaye anafuatilia maombi haya. Bwana, ninaomba toba na rehema kwa ajili yake. Ninasimama kama kuhani mikononi mwako, nikiwakabidhi watumishi wako mikononi mwako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu wetu uliye hai kwamba umetupa mwezi wa 4, lakini ulitupa mwezi wa 3. Tumeona mkono wako na baraka zako kwenye mwezi wa 3, nasi tunakushukuru kwa jinsi ambavyo Bwana wewe umeonekana kwetu kwenye mwezi wa 3. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu mikononi mwako Jehova. Maadamu umetupa neema ya kuona mwezi wa 4, tunaamini jambo jipya linakwenda kuzaliwa, jambo jipya linakwenda kutokea kwenye maisha yetu Bwana, na kwa ajili ya kila mmoja anayefuatilia maombi haya. Mungu, ninakushukuru kwa ajili yake, nikiamini ya kwamba Bwana, maadamu umempa neema ya kuomba pamoja nasi, kuna jambo jipya ambalo unakwenda kumtendea katika jina la Yesu Kristo. Ninaukabidhi mwezi huu wa 4 mikononi mwako Jehova. Ninauleta mwezi wa 4 mikononi mwako. Ninauchovya kwenye bahari ya damu ya Yesu Kristo. Ninaufunika na kuutakasa mwezi wa 4 kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia siku ya kwanza leo tunaikabidhi mikononi mwako Jehova. Kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho wa mwezi wa 4, ninatakasa siku zote kwa damu ya Yesu. Wiki ya kwanza ya mwezi wa 4 ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Wiki ya pili ya mwezi wa 4 ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Wiki ya 3 ya mwezi wa 4 ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Wiki ya 4 ya mwezi wa 4 ninaitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Wiki zote na siku zote na masaa na dakika na sekunde zote za mwezi huu wa 4 ninazitakasa kwa damu ya Yesu Kristo, ili mabaya yoyote na uharibifu wote ambao adui amekusudia kwa ajili ya mwezi wa 4 hautafanikiwa na hautapata nafasi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, tunaachilia damu ya Yesu kwenye mwezi huu wa 4, siku zote za mwezi wa 4, Jumatatu zote za mwezi huu wa 4 tunazitakasa na kuzifunika kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Jumanne na Jumatano wa mwezi wa 4 tunazitakasa na kuzifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Jumatano na Alhamisi tunazitakasa kwa damu ya Yesu Kristo na kuzifunika. Alhamisi na Ijumaa za mwezi wa 4 tunazitakasa kwa damu ya Yesu na kuzifunika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Siku ya Jumamosi na Jumapili tunazitakasa kwa damu ya Yesu za mwezi wa 4. Bwana, ziwe ni Jumamosi za baraka, ziwe ni Jumamosi za neema, ziwe ni Jumamosi za kibali, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu Kristo tunatakasa siku zote, tunatakasa masaa yote na dakika zote za mwezi huu na sekunde zote za mwezi huu. Baba, tunakabidhi mwezi wa 4 kwenye madhabahu yako, tunaubeba kama ulivyo na kukabidhi mikononi mwako Jehova, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu iliyomwagika msalabani. Yeremia akasema ya kwamba mwezi ule wa 4 ulikuwa ni mwezi wenye njaa, watu hawakuwa na chakula. Nasi Bwana tunakwenda kinyume, nasi tunatangua maneno hayo ya kwamba mwezi wa 4 hautakuwa ni mwezi wa njaa, hautakuwa ni mwezi wa hasara kwa wale ambao wanafanya biashara. Huu mwezi wa 4 hautakuwa ni mwezi wa hasara, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu aliye hai, Mungu aliye hai, tunakwenda kinyume na hasara zote ambazo adui amezikusudia kwenye mwezi huu wa 4. Kila aina ya hasara, kila aina ya uharibifu ambao adui amekusudia kwenye mwezi wa 4 hautakuwa na nafasi, hauna nafasi kwa damu ya Yesu. Yeyote ambaye anasikia maombi haya, ninaomba kwa ajili ya mwezi wa 4 uwe ni mwezi wa baraka kwake. Hasara, kudhulumiwa na kuonewa kuwe mbali naye kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Mungu aliye hai na nguvu, Mungu aliye hai mwenye uwezo, Mungu aliye hai mwenye mamlaka, ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mfalme, ingilia kati Mungu mwenye nguvu, ingilia kati Mfalme amani, utupiganie, ututetee katika mwezi wa 4. Vita yoyote ambayo iko mbele yetu kwenye mwezi wa 4, ninatangaza neema ya kushinda kwa vita yoyote ambayo iko mbele yako. Ewe mtu wa Mungu ambao unasikia maombi haya, vita yoyote ulio nayo kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, mahali popote ambako una vita, ninatangaza neema, ninatangaza neema, neema ya kushinda hiyo vita. Mwezi wa 4 Mungu akupe kushinda kila vita iliyoko mbele yako. Utashinda kila vita, kila mapambano yaliyoko mbele yako. Natangaza neema ya kushinda, neema ya kushinda, neema ya kushinda kila vita, kila mitego adui aliyotega kwa ajili yako mwezi wa 4. Hiyo mitego ninaitegua. Mitego iliyotegwa wiki ya kwanza ninaitegua kwa damu ya Yesu. Ile mitego iliyotegwa wiki ya pili ninaitegua kwa damu ya Yesu. Ile mitego iliyotegwa wiki ya 3 ninaitegua hiyo mitego. Mitego ambayo imetegwa ile wiki ya 4 ninaitegua hiyo mitego kwa damu ya Yesu Kristo. Mitego iliyotegwa usiku, mingine imetegwa usiku, mingine imetegwa mchana. Kila aina ya mitego
Malo satamanda raba, kila aina ya mitego ambayo imetegwa, ninaitegua sasa, ninaitegua hiyo mitego, ninaitegua kwa damu ya Yesu, ninaitegua hiyo mitego. Mahali popote ambako adui amekutegea mitego, adui amekutegea uharibifu, kila uharibifu ambao umewekwa mahali popote, ili mwezi wa 4 uwe mwezi wa vilio, uwe mwezi wa maombolezo kwako, ninakwenda kinyume na kila maombolezo, ninakwenda kinyume na kila maombolezo, ninakwenda kinyume na kila roho ya maombolezo, kila maombolezo, kila vilio ambavyo adui amevikusudia kwa ajili yako kwenye mwezi wa 4, ninakwenda kinyume navyo kwa mamlaka jina la Yesu. Ninautakasa mwezi wa 4, ninautakasa kwa damu ya Yesu. Ninaubariki mwezi wa 4 kwa damu ya Yesu Kristo. Ninabariki mwezi wa 4 uwe ni mwezi uliobarikiwa kwa ajili yako, uwe ni mwezi uliobarikiwa. Pokea baraka yako katika mwezi wa 4. Ninatangaza baraka mwezi wa 4, ninaubariki. Nabariki siku zote, nabariki siku zote za mwezi wa 4, wiki zote za mwezi wa 4, masaa yote ya mwezi wa 4 ninayabariki kwa jina la Yesu, ninayabariki kwa damu ya Yesu, ninayabariki masaa yote ya mwezi huu wa 4, ninayafunika, ninayatakasa na kuyabariki kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Vilio vyote na maombolezo tunavikataa Baba. Mwezi wa 4 ututenge mbali na ajali, ututenge mbali na uharibifu, ututenge mbali na hila zote za mwovu adui, ututenge nazo kwa mamlaka jina la Yesu. Wako watu wanaosikia maombi haya ambao hawana kazi, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ya kwamba watamaliza mwezi wa 4 wakiwa hawana kazi. Wewe ambaye hauna kazi, ninatangaza neema ya kupata kazi iwe juu yako, upate simu ya kuitwa kwenye kazi, kuitwa kwenye interview katika jina la Yesu. Ninaachilia upako wa kazi kwa wale ambao hawana kazi. Wako watu ambao hawajui wataanzia wapi na kumalizia wapi. Mungu ingilia kati. Mwezi uwe ni mwezi wa miujiza, mwezi wa kupokea baraka zao. Wengine na wagonjwa wako hospitalini wamelazwa, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ya kwamba mwezi wa 4, mwezi wa 4 hautaisha wakiwa wamelazwa. Ninawanyanyua kwenye hivyo vitanda walivyolazwa, ninatangaza uponyaji wa miili yao, uponyaji wa roho zao, ninatangaza uponyaji, wakanyanyuke wakawe wazima katika jina la Yesu. Wengine ni wafanya biashara, wamekuwa na miezi ya hasara. Mungu uliye hai, mwezi wa 4 uwe ni wa faida, uwe ni mwezi wa faida, mwezi wa faida, mwezi wa kupata wateja wapya. Kaskazini waachilie wateja, mashariki waachilie wateja, kusini achilie wateja, magharibi achilie wateja, pande zote za nchi wateja wakaachiliwe, wa lugha zote na makabila yote na mataifa yote wakaachiliwe. Waachiliwe kwa ajili yako, waachiliwe kwa ajili ya biashara yako. 2025 mwezi wa 4 uwe ni mwezi wa kufanya biashara ya faida. Pokea biashara ya faida, pokea biashara za faida. Mwezi wa 4 uwe mbali na hasara, uwe mbali na kudhulumiwa, uwe mbali na kuonewa, uwe mbali na hasara zote, uwe mbali na kudhulumiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninatangaza neema, ninatangaza kibali, ninatangaza uwezo, ninatangaza nguvu ya Mungu ikufunike mahali ulipo katika jina la Yesu. Ninaufunika mwezi wa 4, milango mikubwa ya baraka ifunguke mbele yako, ifunguke mbele yako. Mungu wetu uliye hai, tufungulie milango mikubwa ya baraka na neema kwenye mwezi huu wa 4. Baba tusaidie, Baba tupiganie, Baba tuonekanie mwezi wa 4. Bwana usitunyamazie, ukatuonekanie Bwana, ukatutendee mambo makuu mwezi wa 4. Bwana onekana na nguvu zako, onekana na uwezo wako, onekana na kibali chako kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Wengine adui amewategea maajali, amewategea magonjwa. Ninaondoa kila ajali ambayo imetegwa kwenye mwezi wa 4. Hakuna ajali yoyote ambayo itakupata. Ninavuruga kila ajali, ninafuta kila ajali, ajali ambazo adui amezitega kwenye ulimwengu wa roho ili kukwamisha watu wa Mungu kwenye mwezi huu wa 4. Ninafunga roho za vifo, kufa kabla ya wakati, vifo vya ajali, vifo vya magonjwa, kila aina ya kifo ambacho adui amekikusudia kwenye mwezi huu wa 4. Tunakiondoa, tunaroa, tunakata rufaa ya kuharibu kila aina ya roho ya mauti ambayo inafanya kazi kwenye mwezi huu wa 4. Kila aina ya vikao vya adui ambavyo walikaa kupanga agenda zao za kuharibu kanisa, za kuharibu wana wa Mungu mwezi huu wa 4, hizo agenda zinafutwa. Ninafuta hizo agenda, ninawafarakanisha katika jina la Yesu.
malo satamanda raba, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwezi wa 4 uwe ni mwezi wa neema kwa wafanyabiashara, uwe ni mwezi wa neema kwa wanandoa, uwe ni mwezi wa neema kwenye mahusiano mbalimbali. Ninatangaza mwezi wa 4 uwe ni mwezi wa kukutanishwa na watu sahihi. Mwezi wa 4 uwe ni wa neema. Ninatangaza neema, ninatangaza kibali, milango mikubwa ya baraka na ifunguke kwa ajili yako. Mwezi huu wa 4 ninakufungulia milango mikubwa ya baraka na neema. Mwezi huu wa 4 ninakufungulia milango mikubwa. Wewe ambaye hujui uanzie wapi na umalizie wapi, pokea neema, pokea kibali, milango mikubwa ya baraka, milango mikubwa ya neema. Wewe ambaye hauna mtaji, Mungu akupe mtaji mwezi huu. Wewe ambaye hauna ajira, Mungu akupe ajira mwezi huu. Wewe ambaye hujui utaanzia wapi, Mungu akusaidie, Mungu akuinue, Mungu akuinue, Mungu akuinue, Mungu akutendee. Wewe ambaye unapitia kwenye changamoto ngumu, ambao hujui utaanzia wapi na kumalizia wapi, Mungu akuletee msaada wake, Mungu akuletee msaada wake. Hapo ulipo upokee msaada wake Mungu. Ninakufunika kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa ndani ya mwezi huu wa 4, milango ifunguke kwako, milango ifunguke kwako, milango ifunguke kwako, milango ya baraka ifunguke kwako, milango ya neema ifunguke kwako, milango ya kibali ifunguke kwako. Ukabarikiwe kiuchumi, ukabarikiwe kiuchumi, ukastawi kwenye uchumi wako, ukastawi kwenye biashara yako, ukastawi kwenye maisha yako. Mwezi wa 4 Mungu akustawishe, Mungu akuinue, Mungu akutendee mema. Mwezi wa 4 huo Bwana akakutendee makuu, Bwana akakutendee miujiza, Bwana akakutendee mema. Yale yaliyoshindikana kwa wanadamu, mwezi wa 4 yakawezekane. Pokea kibali na neema ya kuwezesha yale ambayo yameshindikana. Pokea baraka na neema na kibali cha Mungu kuwezesha yaliyoshindikana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu asante kwa ajili ya mwezi wa 4. Nami nimeufunika, nami ninaubariki mwezi wa 4. Ninaubariki mwezi wa 4. Uwe ni mwezi wetu wa kubarikiwa, uwe ni mwezi wetu wa kuzidishwa, uwe ni mwezi wetu wa kuongezeka, uwe ni mwezi wetu wa neema. Wagonjwa uwe ni mwezi wa kupona, uwe ni mwezi wa kupona, kunyanyuka vitandani, kutoka kwenye ICU, kutoka kwenye hizo vyumba maalum. Mungu akawatoe hapo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Habari njema zikatamkwe kwetu kwenye mwezi huu wa 4. Achilia habari njema, habari njema Bwana, za kwamba Bwana yaliyokuwa yameshindikana Mungu ameyawezesha, Mungu ameyafanya. Mwezi wa 4 nyota zetu, nyota yako ikang'ae, nyota yako ikang'ae. Mwezi wa 4 huu Mungu akutendee makuu katika jina la Yesu. Mwezi wa 4 huu ukutanishwe na watu sahihi, waliobeba baraka, waliobeba kibali, walio na majibu yako juu ya changamoto unazopitia. Mungu akupe watu sahihi katika jina la Yesu. Watoto walioko mashuleni, mwezi wa 4 uwe ni mwezi wao wa kusoma na kuelewa katika jina la Yesu. Tunawafunika watoto wetu Baba, walinde, walinde watoto wetu walioko mashuleni, walioko majumbani, walioko ndani ya nchi, walioko nje ya nchi. Mwezi wa 4 Bwana, tunawakabidhi watoto wetu mikononi mwako. Uwalinde wewe, uwasimamie wewe, uwapiganie wewe, uwaepushe na hila zote za ule mwovu adui. Tunafunika watoto wetu, tunafunika familia zetu, tunafunika biashara zetu. Ninafunika kila biashara, ninafunika mashamba, ninafunika mifugo. Chochote unachokifanya ninakifunika kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 4 upate tenda kubwa. Wewe ambao una kampuni yako, Mungu akupe tenda kubwa, tenda kubwa kabisa, tenda za mabilioni, tenda za mamilioni, tenda za mamilioni, tenda za mabilioni ziachiliwe kwa ajili yako katika mwezi wa 4, katika jina la Yesu. Ukiwa uondolewe kwenye maisha yako yaliyokuwa yameshindikana, yakawezekane kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu asante kwa ajili ya mwezi wa 4, nasi tunaopokea kwa furaha na amani, tukiamini ya kwamba ni mwezi ambao unakwenda kutenda mambo makuu na mambo ya ajabu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Mtu wa Mungu, niseme mambo machache muhimu sana tunapomaliza maombi haya. Jambo la kwanza, endelea kuomba na usiache. Jambo lingine, karibu kwenye group letu la maombi ambayo tumekuwa tukiomba. Ni maombi, ni group la maombi. Kwa namba ya simu nitakayokupa unaweza ukanitumia message WhatsApp nikakuunga kwenye group. Lakini niseme kwenye mwezi wa 4 tuna huduma ya kuwahudumia wahitaji. Mungu ametupa neema, kila baada ya miezi mitatu tunawahudumia yatima, wajane, wagonjwa, walemavu na watu mbalimbali. Katika msimu wa sikukuu ya Pasaka, siku moja kabla ya Pasaka, tunakutana na yatima, tunakutana na wajane, tunakutana na walemavu na tunawapa sadaka, zawadi kidogo kwa ajili ya sikukuu za Pasaka. Kwa hiyo nakuomba mwezi huu wa 4 shiriki nasi baraka hizi.
Andaa sadaka yako, na unaweza ukaitoa wakati wowote. Andaa kabla ya Pasaka mpaka tarehe 15 tuwe tumeshatoa sadaka hii. Unaweza ukaandaa sadaka yako mahali popote ulipo duniani. Unaweza ukaandaa sadaka yako na ukatuma kwenye namba ambazo nitakutajia, na sisi tutawakabidhi watoto yatima, wajane na walemavu siku moja kabla ya Pasaka. Ni utaratibu ambao kwa kweli tumekuwa nao miaka yote na tumeona Mungu akitubariki, na hivyo ninakusihi uungane pamoja nasi na ushiriki pamoja nasi baraka hizo. Na namba hiyo ni 0752966389, 0752966389. Kwa namba hiyo ukituma sadaka yako itafika. Kwa namba hiyo ukiwasiliana na mimi WhatsApp nitapata na nitakujibu message yako. Mungu akubariki na Mungu akuinue, na kutakia mwezi wa 4 wa baraka na mwezi wa 4 wenye neema na kibali tele. Kesho tutaendelea na maombi kwa ajili ya kuombea mwezi huu wa 4. Maombi haya yatunze: omba asubuhi, omba mchana na omba jioni. Mungu akubariki na kukuinua. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme wa huduma ya ukombozi wa familia. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya ukombozi wa familia. Amen.